mwishoni tutapiga tarumbeta. Bwana asifiwe sana. Kwa kusema hivyo, naomba hapo uliposimama kwa miguu yako miwili, simama kwa miguu yako miwili. Kwa kusema hivyo, naomba usimame kwa miguu yako miwili. Hata kama ni mtoto umeketi naye, simamisha kwa jina la Yesu Kristo. Asiwepo hata mmoja aliyekaa huku. Kifunika macho yako, popote ulipofunika macho yako. Karibu fundi tambo. Asante Yesu Kristo. Kara nilibusika naina reba pisikotomika mata yeshara manoshi kataya kariando bushika naria manasaka yesha karando bushika maria nasa pepeteli kanani kotolika mandosia oria maseke liande kotosha. Baba, nianze nawe katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Shakaria mandekotosha eparia mandekotika sakataya yeshakaria mandoshika mandekataria oria makoshi kitisi mataya yendaria mandoshikataria nosha. Katika jina la Yesu Kristo, tafakari ukuu wa Bwana, tafakari ukuu wa Bwana. Yesu aanze nawe katika maisha yako yote. Yesu aanze na wewe, amalize na wewe. Fikira zote ni kwa Yesu, mawazo yote ni kwa Yesu. Asante fundi mitambo, asante fundi mitambo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaita nguvu ya Mungu mahali hapa tena. Ninaalika uwepo wa Bwana mahali hapa. Ninaalika neema ya Bwana mahali hapa. Na anaenda kukomboa Bwana. Yesu Kristo anaenda kuokoa. Bwana anaenda kuponya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninateka fikra zote, ninateka asili zote za makabila ya mahali hapa. Ninateka sanamu zote, ninakanyaga sanamu zote, ninateka sanamu zote za makabila yote ya mahali hapa. Nikianza na selea sanamu zote za Wandengeleko wote, ninakanyaga sanamu za wote, wa Matumbi wote, wa Saramo wote, wa Pemba wote. Kila sanamu ambayo iko mahali hapa ninateketeza. Viambata vyote vya shetani vinapigika, vinapigika. Vitu vyote ambavyo shetani au muganga au mchawi anatumia kuruka, nikianza na ngozi ya fisi au ugofelo, ninateketeza, ninafuta kwa jina la Yesu Kristo. Ile fagio la sifa wanalotumia kuruka na kupaa angani kwa ajili ya sifa sawa waganga na wachawi wote, ninateketeza, ninafarakanisha kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Yale mafuta ya maiti wanayoyatumia ili kupaisha watu, ili kuzuia watu, ninaondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Zile sindano ambazo ni za saba, ramuri zote, ilizi zote, zilizokamata maisha ya watu, tumaulete wote, ninateketeza, ninaangamiza kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Magamba ya kobe, magamba ya kobe yote, kibuyu chote, kile kioo cha majini, vitambaa vyeupe, vitambaa vyeusi, vitambaa vyekundu wanavyotumia kuwagulia watu na kushikilia maisha ya watu, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia fire. Kila matego walioyafanya ili kuzuia watu wasiokolewe, wasiokombolewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatia hasara aba zake mchawi, nisimwache aishi, maana ni kazi ambayo nimeitiwa. Sikuja kutangaza amani, sikuja kutangaza
mimi nimekuja kuharibu na kuvunja kazi za shetani zote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wahame wote wasipookoka, narudia tena, kifo kitawahusu. Wahame wote, majini yote, watu baharini, wote wakafie mbali, wasipomwokoa, wasipookolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Kila aina ya vifungo ninashikilia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatetemesha kuzimu, wafuga misukule wote wanaoruka na muni angani, ninakamata anga kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, Bwana aliye Mwokozi wa maisha yetu. Sema amen. Sema amen. Chukua nafasi yako sasa. Chukua nafasi yako sasa. Chukua nafasi yako sasa. Uketi kwa kutulia, maana Bwana ana jambo siku ya leo. Keti kwa kutulia kabisa, hata vuvuzela sinyamaze kimya kwa jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja anashangaa, nimeyajuaje yote hayo? Mimi nimetumika kwenye uganga zaidi ya miaka mingi. Kwa hiyo hakuna mchawi hata mganga ambaye anaweza kukwepa kwetu. Yesu ametutoa mbali bana. Kwa hiyo kisikia yote hayo, tulikuwa kama wewe. Jina langu ninaitwa Yusufu mwana wa Sabato. Leo ninakuletea ujumbe wa Mungu. Ni Msukuma aliyekubali kuacha uganga wa kienyeji na kumkimbilia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata jioni ya leo tutaangalia somo linasema maisha ya mwanadamu baada ya kifo. Maisha ya mwanadamu baada ya kifo. Maisha ya mwanadamu baada ya kifo. Maisha ya mwanadamu baada ya kifo, au maisha baada ya kifo kwa mwanadamu. Ujumbe wa siku ya leo unasema ni maisha ya mwanadamu baada ya kifo. Mwanadamu akifa anaenda wapi? Leo ndipo utakapojua. Yamkini umekalilishwa maandiko mengi na masomo mengi, lakini leo ninakufungulia siri. Maisha baada ya mwanadamu, maisha baada ya kifo cha mwanadamu. Maisha ya mwanadamu ni fumbo. Maisha ya mwanadamu ni fumbo. Hata kifo kinapokuja, hakuna yeyote anayejua atakufa lini. Hakuna yeyote, awe mtume awe nabii, anayejua kwamba atakufa lini. Utokea kama salula. Hakuna yeyote ambaye anaweza akasimulia kifo 100%, kwa sababu hakuna aliyefariki akarudi, kwa sababu hamna yeyote ambaye alikufa duniani akarudi. Nami nitaenda kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 leo mstari wa 27. Sura ya 9 na mstari wa 27, Biblia inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27, Biblia inaniambia, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kifo hukumu. Hakuna yeyote aliyeandikiwa kifo mara mbili. Ukiona tunaimba pambio tuonane milele, tuonane bandarini, ni kwamba umeenda. Na kawaida ya wanadamu, tukimaliza kuzika, vilio vyote vinaisha. Kama ni shangwe na nderemo zinaanza. Kama watu ni kulea na kunywa wanaanza. Wamesahau ulikuwa rafiki yao, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu. Na hakuna yeyote ambaye ameandikiwa kufa mara tatu. Kifo ni mara moja.
inategemea umeondokaje. Watu wengi waliopita, watu wengi waliotangulia, walikuwepo watu wengi, akina Mkabinyika, Mnyigomba au wengine wanasema Chifu Mkwawa alikuwa akitawala kule Bawahehe. Hata leo naye amepita, amekuwa Mavumbi. Kulikuwa watu wanaitwa Mengimeru kule Moshi, kwa haya mpaka leo wote, kwa Wachaga mpaka leo wote wamelala. Kulikuwa na watu mashuhuri kama vile Kinjeketile Ngwale, kipindi kile walitikisa dunia, mpaka leo wamelala. Kulikuwepo na mtu mmoja kule nyumbani kwetu Sukumani, ni jamaa mmoja aliyejulikana kwa jina la Mwana Marundi. Mwana Marundi alikuwa ni tishio, Mwana Marundi alikuwa ni tishio. Alikuwa akikuangalia Mwana Marundi unakauka. Mwana Marundi alipasua bahari, alipasua ziwa Victoria, na Mwana Marundi alitembea ndani juu ya bahari, juu ya bahari. Mwana Marundi yule alikanyaga mawe akaacha nyayo, lakini hata leo Mwana Marundi ni amelala, ni amelala. Alikuwa ni tishio sana Mwana Marundi. Ukisikia Mwana Marundi, hata kuku walikuwa wanakimbia kwa sababu ya jina Mwana Marundi. Kipindi kile Mwana Marundi aliwachakaza wakoli, aliwatesa wakoli, akisuia kwa uganga wa kienyeji, lakini leo Mwana Marundi ni amelala. Kulikuwepo na mtu mmoja mwingine kule Mwanza Usukumani, alikuwa anaitwa Ibamba Nguru. Ibamba Nguru alikuwa ni tishio. Ibamba Nguru alikuwa anazuia magari barabarani kwa tumbo lake, kana kwamba akienda barabarani akisimama tumbo linaongezeka. Wakoli kipindi kile hawakuweza kupita, lakini leo Ibamba Nguru alikuwa akiingia ndani ya nyumba. Ibamba Nguru anajaa, nyumba yote anaenea, kwa sababu tumbo lilikuwa na uwezo wa kuongezeka. Lakini hata leo Ibamba Nguru hayupo tena, hayupo tena, hayupo tena. Hata leo Ibamba Nguru hayupo, hata leo Ibamba Nguru hayupo. Naye amepita, naye ameenda. Ibamba Nguru amekufa. Kulikuwa na watu wanaitwa Magaro na Bagita, mpaka walioanzisha Magaro na Bagita mpaka leo Sukumani wameshalala, mauti imewatafuna. Kulikuwepo na watu wengi ambao, kulikuwepo na mtu mmoja anaitwa Sheikh Sharifu Majini au Hussein Mohamed Msopa. Mwaka 2025 Hussein alikuwa ni kipenzi cha wengi, naye alikata roho, mpaka leo amelala. Kulikuwepo na Saleh Kikweo aliyekuwa kiongozi wetu mpendwa wa sisi katibu, ambaye alikuwa akifanya kazi hapa Nyamisati, hata sehemu za mafia. Hata leo amelala. Hata wewe ipo siku ambayo usiyoisania utaondoka. Kulikuwa na mtu mwingine, anaitwa Sheikh Ngariba Musa. Huyu alikuwa ni mlinganishaji wa mafundisho ya dini mtandaoni. Alikuwa akilinganisha mafundisho. Huyu Ngariba alisifika kijana mpole ambaye watu walimwita Sheikh Ngariba Musa. Yeye alikuwa akilinganisha mafundisho mtandaoni, lakini leo alilala. Hata kama ulimpenda tayari Sheikh Machala. Kulikuwa na kijana mwingine aliitwa Sheikh Rashid Njuki. Huyu ni kijana aliyekuwa na uwezo wa kushawishi watu kule mtandaoni na kufundisha, lakini leo ameshalala. Kulikuwepo na mitume wengi, kulikuwepo na marais wengi tuliowapenda, waasisi wa nchi ya Tanzania, hata leo wamelala katika kifo. Hakuna ambaye atanyanyuka, na baada ya kifo ni hukumu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Walikuwepo wengi wenye kiburi kama cha kwako, na wengine walimjua Mungu lakini wanasubiria hukumu. Lakini kuna wewe ambaye una kiburi
cha bangi, ambaye una kiburi cha sigara, kiburi cha pombe, unakataa kumpokea Yesu, unakataa kumpokea Yesu, siku ya kifo yacha, siku ya kifo yacha. Waebrania sura ya 10 tunaweka msingi. Waebrania sura ya 10 mstari wa 27, nayo Biblia inasema, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Baada ya kifo kinachopata ni hukumu, na Biblia inasema itakuwa ni hukumu ya moto sana kwa wale wote waliomkataa Yesu ingali wako duniani. Wote ambao walimkataa Yesu, waliomkataa Yesu, waliomtukana Yesu, viongozi wa dini vipofu, wote ni jehanamu baada ya kifo. Kwenye kifo hakuna huruma, hakuna kujitetea, kwa sababu chansi ipo duniani. Kumpokea Yesu ni duniani. Ukishakufa hakuna cha huruma. Yakobo 2, kitabu cha Yakobo ile sura ya 2 na mstari wa 14 wa 12, Biblia inaniambia, kwa maana hukumu haina huruma kwake yeye asiye na huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Hukumu haina huruma. Kama ulitembea duniani kwa maisha ya hanasa, kwa maisha yasiyompendeza Yesu Kristo, hakika hakuna huruma kwenye hukumu. Haitakuangalia madaraka, haitaangalia nafasi, haitaangalia cheo, haitaangalia kiongozi wa dini, haitaangalia tajiri, hata masikini. Wote hukumu ni moja, hukumu ni moja. Petro wa kwanza, kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 5, Biblia yangu inaniambia, na wao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwa hukumu walio hai na waliokufa. Wote matendo yote yaliyotendeka duniani, chochote ambacho mwanadamu amekifanya akiwa duniani, atakitolea hesabu. Kama uliishi maisha ya kumpendeza Mungu, siku hiyo ziwa la moto ni kwa ajili yako. Jiandae kuwa kuni ya jehanamu kama uliishi maisha ya dhambi. Na hapa tunaenda kuangalia nani sasa, ni nani ambaye yamkini unajiuliza, ni nani ambaye atahukumiwa katika ziwa la moto. Leo ninakutajia baadhi ya watu ambao tayari watahukumiwa kwa ajili ya moto wa siku ya mwisho baada ya kifo tu, au Yesu atakaporudi. Leo naenda kukutajia watu hao, naenda kukutajia watu hao ili na wewe jiangalie, niko sehemu gani. Yamkini duniani unatembea, lakini haujui ya kwamba siku Mungu atakaporudi, au mwana wa Adamu atahukumu nini duniani. Kitu cha kwanza, ukiona una sifa hii, ukiona una tabia hii, hauna uwezo wa kuingia mbinguni kwa jina la Yesu, utaishia jehanamu. Ukiona una sifa hizi, sifa ya kwanza, matapeli wote ni jehanamu. Wote, sio moja. Matapeli wote ni katika ziwa la moto. Ukiona wewe ni tapeli, ukiona wewe una sulumu, tayari umeshakwisha kuandikiwa hukumu ya milele ambayo ni ya moto. Kama usipogeuka, ole wako. Usipogeuka, ole wako. Usipogeuka, utaingia kwenye ziwa la moto, upende usipende. Namba mbili, washirikina wote
washirikina wote wataingia kwenye ziwa la moto. Washirikina wote watasombwa kwenye ziwa la moto, kwenye ziwa la moto. Wazinzi wote. Namba 3, najifikiria kwamba imekuwaje huyu jamaa tena, nimetumika huko, nimeshirikiana sana, nikashirikiana na uganga na wachawi. Ndio maana Yesu mimi hakunipa ile injili ya kusema ufanikiwe. Yesu alinituma kutangaza vita na waganga, kutangaza vita na wote ambao wameshikilia maisha ya watu, wote ambao wanaruka ngani. Hiyo vita yangu na hiyo ndiyo injili yangu popote pale. Namba 4, wasilati wote hawataingia mbinguni hata mmoja. Wasilati wote hawataingia mbinguni. Namba 5, wala rushwa wote. Baada ya kifo ni hukumu ya moto. Baada tu ya kifo au Yesu akirudi haujafariki atakupeleka jehanamu. Wala rushwa wote, awe mkubwa awe mdogo, lakini wala rushwa wote wataenda kwenye ziwa la moto. Waongo wote, wasengenyaji wote, wanaosikia na wasiosikia, watonganishi wote. Kama ni mtonganishi, siku utakapokufa wewe ni kuni za jehanamu. Kuanzia leo usipookoka, Yesu anarudi, utakuwa mpaa wa jehanamu. Namba 6, washikilia dini wote, walioshikilia mapotofu, walioshikilia maandiko ya kihuni, walioshikilia imani zao za hovyo hovyo, wote wanaofundisha watu mambo ya dini ya hovyo, waliokataza watu kuolewa, viongozi wa dini vipofu wote walioshika masinagogi yote yatateketezwa siku ya mwisho. Baada ya kifo umeandikiwa kufa mara moja. Hakuna aliyekufa akarudi ulimwenguni, aliye babu wa babu na aliyekuwa bibi wa bibi yako mpaka leo hajarudi. Yamkini kuna mtoto wako alishakata moto, lakini hata leo hajarudi. Yamkini ulikuwa na mama ambaye ulimpenda sana, baba ambaye ulimkubali sana, lakini baada ya kifo mpaka leo hii hajarudi duniani. Namba 8, watembea uchi wote na wanaojiuza mili yao. Watembea uchi wote na wanaojiuza barabarani, wanaovaa vinguo vya ndani, wote, hata salia hata moja, wanaojiuza, waliogeuza mili yao kuwa sehemu ya furaha, kuwa sehemu ya biashara, wote ni katika ziwa la moto. Namba 9, naomba maiki. Namba 9, makahaba wote. Kama una sifa mojawapo hapa, tayari wewe ni kuni ya jehanamu. Hata kama ni handsome kiasi gani, hata kama ni mrembo kiasi gani, hata kama ungekuwa na hipsi kama vile Hama, kama ulikuwa na namba 80, shepu namba 50, shepu namba 1, hata shepu namba 0, hata kama ungekuwa na shepu ambalo kila sehemu ukipita ukitikisa maono mbingu zinaitika. Siku hiyo kama ni kahaba utaenda kwenye ziwa la moto. Oh, haleluya. Viongozi vipofu wote, namba 10, viongozi vipofu wote wanaokataza watu kuokolewa na kuwapotosha, wote wataingia
kuingia kwenye jehanamu ya moto. Mafarisayo wote wafundishao maneno ya uongo katika masinagogi yao, wote ni katika ziwa la moto. Waganga wa kienyeji watumia miti ya msamba, wote watasombwa kwenye ziwa la moto. Na kumbuka miaka ile natumika kwenye uganga, miaka 8 nikitumika na wachawi, miaka 8 nikiagua, sio nikiaguliwa. Mimi nilikuwa nikiagua, mimi ndo nilikuwa manyota wa kipindi kile, mimi ndo nilikuwa liwata wa sehemu ile. Lakini Yesu alipoamua kutengeneza maisha yangu, ndiyo maana ninakwambia mchawi leo, ndiyo maana ninakwambia mganga leo, ya kwamba nilipita huko, ya kwamba niliagua watu, nilidanganya watu. Kama ni mali nilikula, nilitafuna. Kama ni supu nilikunywa, supu za mashokao, lakini sikuona ya kwamba kuna faida. Ndipo mwanaume aliye mtetezi wa wote, alipata ni wote, kiongozi wa viongozi, mtetezi wa tetesi, Yesu Kristo alipoamua kuingia ndani yangu. Ndiyo maana leo inaongea kwa ujasiri wote. Ewe mganga wa kienyeji, popote ulipo, mfuga mashini au netesi, nilitumika huko, nilitembea huko miaka 8 nikidanganya watu. Hata leo Yesu ameniokoa. Namba 11, wabashiri wote, wacheza kamari wote, na mnanisikia, wacheza kamari wote na wasoma nyota wote, wacheza kamari wote, wafanitepesho wote, vilegesho wote ni katika ziwa la moto. Wafuga mizimu wote, wafuga mizimu wote. Kipindi kile linafuga mizimu, kulikuwa na mzimu mmoja unaitwa Imalayose. Imalayose ni mzimu ambao nilikuwa nikitumia kugombanisha watu. Imalayose kwa Kiswahili kwamba tumalize yote. Hata kama nikipeleka kwenye familia ambayo haijagombana, nikimwaga Kimalayose, nikiamua Kimalayose, wote wataamka asubuhi wakipigana, mtoto na mama, mama na mke, mke na bibi, wote. Haleluya! Hiyo ilikuwa ni Imalayose, ni mzimu ambao ulikuwepo. Nilikuwa nikiongea nao habari ya mambo mbalimbali. Wafuga misukule wote, jehanamu ya moto inawahusu. Wafuga misukule wote, jehanamu ya moto baada tu ya kifo. Ni jehanamu ya moto, ni jehanamu ya moto, ni jehanamu ya moto. Nakumbuka mwaka ile miaka nikiwa shule ya msingi, kuna sehemu itokaga njaa kule Usukumani, ambao kama wewe ni Msukuma na unajua ile miaka ulikuwepo, ulikuwa hujazaliwa au umezaliwa, lakini ulisikia ya kwamba kulitokea njaa kali sana. Waganga na wachawi wote kipindi kile waliachilia misukule mtaani. Mara ya kwanza kumuona msukule 2016, mara ya kwanza ninamuona msukule anakuja nyumbani kuomba makande. Kipindi kile nimempokea Yesu Kristo. Amegeuzwa mtu wa watu, wamekata ulimi wake, wamegeusha mikono yake, hali kwa kutumia viganja amegeuzwa hivi. Nilimuona kwa macho yangu. Yoyote ambaye anafuga misukule, ninafalakanisha kati ya misukule leye, misukule itamkamata na kumaliza. Watu wa kafara wote hawa ni jehanamu ya moto. Yani ni hukumu, yani haina haja ya kujiuliza kwamba ni nani atakayeingia kwenye ghadhabu ya Bwana. Wanaofuga, wanaotoa kafara wote. Mimi kipindi kile ndo nilikuwa mtoa kafara wa kwanza. Nimetoa kafara za mbuzi, nikatoa kafara za wanyama, nilibakiza tu kumtoa mama. Ndipo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alipoingia kutengeneza ndani yangu, akanifanya kuwa mwanaume. Hata leo nilipo hapa ninasema kwa ujasiri, kwa sababu kama ni kafara, nilitoa kafara mpaka nikawa kafara mwenyewe.
kafara, unatamani na wewe ukitoe kafara ili mambo yanyoke. Kwa hiyo hata hapa wandengereko wote wa matumbi wote, hata kama kuna msalama anayefuga misukule, aliyegeusha watu kuwa misukule, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na washa moto hapo walipo katika jina la Yesu Kristo. Walevi wote, sijui namba ngapi, sikia tu, walevi wote, walevi wote, yani walevi wote kwao ni jehanamu. Yani baada ya kifo hakuna mjadala. Baada ya kifo walevi wote, baada ya kifo walevi wote, dunia nzima wote, hata na wewe ambaye unasikia sauti hii, ni katika ziwa la moto. Wavuta sigara wote, wavuta sigara wote, bangi, marijuana, kokaini, sote, madawa ya kulevya wote, baada ya kifo ni jehanamu ya moto, jehanamu ya moto. Wachukua waume za watu au wake za watu, wanaotembea na waume wa watu wote katika ziwa la moto, hata salia hata moja. Wewe unayedanga danga sana, lakini siku inakuja, siku inakuja, mwanaume Yesu atakaporudi, mwanaume Yesu atakaporudi, wote waliochukua wake za watu na kuishi nao, waliochukua waume za watu wote ni jehanamu. Namba nyingine, jambo lingine, makafiri wote na mashoga wote kwao ni jehanamu ya moto. Yani hiyo haina mjadala, hamna discussion yoyote. Yani kama ukifa, kama leo ukifa, leo ni shoga au ni kafiri, wewe jua ni jehanamu ya moto. Yani hamna mjadala. Wenye kiburi wote, wasiotaka kusikia neno la Mungu, wote ni katika ziwa la moto. Wenye matusi wote, watonganishi wote, watumia madawa ya kulevya wote, wambea wote, wenye wake zaidi ya moja, wenye wake zaidi ya moja. Ukiona una wanawake 30, unaoa unamwacha huyu, unatembea na huyu, jua kabisa hata kama ni mkubwa, wewe umeandikiwa katika jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo, Yesu aliye hai. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya 3 na mstari wa 7, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu wote. Mbingu zimewekwa tayari, mbingu zimewekwa tayari kwa ajili ya akiba ya moto, zimewekwa akiba ya moto kwa wale wote ambao walikuwa duniani wanajiona wao wana akili sana, hawataki kumpokea Yesu Kristo, wote ambao walipenda anasa, wote ambao walikuwa na mambo mabaya, mambo ya duniani, wote mbingu zimewekwa akiba kwa moto. Na wote wasiomwamini Yesu Kristo, yani kama unaona haumtaji Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni kuni za jehanamu. Haijalishi ni Henry Sabuboye, haijalishi ni star wa mtaa, walikuwepo mastaa wengi, akina Stephen Kanumba, hata leo wameondoka, walikuwepo wengi wenye elimu zaidi ya kwako, walikuwa profesa, ni wasomi wengi, wamelala mpaka leo. Hata wewe nakutangazia leo, ipo siku ambayo utaondoka duniani, na baada ya kuondoka hukumu ya moto inakosa kama haukumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yuda
1:4 tukienda kumalizia Yuda 1:4, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makabili 1, wabadilio neema ya Mungu, wasiomkubali Yesu Kristo, mafisadi, wanaomkana yeye aliye pekee Mola na Bwana Yesu Kristo, wote wanaomkataa Yesu Kristo, wote wameandikiwa hukumu ya moto. Wote wasiomkubali Yesu Kristo, wote wamekwisha hukumiwa. Kwa hiyo tafakari leo, kama una tabia hizo na zingine zote ambazo ni machokesho, umegeuza maumbile yako, ole wako wewe, ole wako wewe. Moto unakosha, hapata kuwa na shina siku hiyo, hapata kuwa na tawi la kuegemea. Watu watakimbilia kwenye majumba makubwa, majumba yatazama alizeni, watu watapanda juu ya miti, lakini miti itawakataa. Kutakuwa na kiwelewele, kihelehele, kisambasamba, kisukuma, kihelehele wote, kichagachaga wote, wote wasiomkubali Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ufunuo wa Yohana 14:7, Biblia yangu inaniambia hivi. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 14 mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ukiona kwenye ibada zako zote haumtaji Yesu Kristo, unamwamini mtume wako, haumtaji Yesu Kristo. Ukiona unasali, lakini kwenye kusali kote, kwenye sala zote 3 haumtaji Yesu Kristo, wewe ni kuni ya jehanamu. Haijalishi unaonekanaje, ni mkuu wa dini, hata hukumu yenyewe haitapendelea wala kuangalia mtu, mama pembeni, baba pembeni, hata mtoto hatahukumiwa sawasawa na mama yake. Kila mmoja siku ya hukumu atasimama kwenye hukumu na kitabu kitafunguliwa. Haleluya! Tunamalizia, kila mtu atatoa hesabu yake. Asante Yesu. Asante Yesu. Biblia yangu inaniambia kwenye Wagalatia sura ya 6:7-8, msitanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa maana chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unasikia sauti hii? Chochote upandacho duniani, ukipanda kwa ukahaba, utavuna ukahaba ukiwa jehanamu. Shetani amefunga watu wengi, amekamata wamama wengi. Kuna kipindi mwaka, nakumbuka miaka ya nyuma ile, kama miaka 10 imepita, kuna mama mmoja ambaye alikuja ni mwague. Yule mama alikuwa hana uzao, alikuja ni mwague. Nikamwambia, alikuwa ni mama ambaye amejaa, mama ambaye ni bonge. Kipindi kile nikiwa katika Serengeti, kilinge changu, waganga mnaelewa maana ya kilinge. Kilinge changu kilikuwa pembeni mwa Serengeti, katika wanyama wakali kilikuwepo pale nikiagua. Mama mmoja akaja anataka watoto. Nikamwambia mama, ni alikuwa mnene, vua nguo zote, nianze kukatakata, kuchanja chale. Mama wa watu pasipo aibu aliamua kupua nguo zote, nikaanza kuchana mwili wake. Baada ya pale nikamchukua mpaka kwenye kichogoro, nikamwambia mama, panda juu ya mlima huu nami nitakuogesha mahali hapa. Mama wa watu bila
bila aibu, yuko uchi, alikubali kuogeshwa. Hata leo watu wameteswa, wapo watu ambao wanarubunika. Nakumbuka mwaka 2014 nilienda kwa mganga mmoja wa kienyeji. Nilipofika pale, akaniambia saa 8 ya mchana, mwanangu, vua nguo zote, oga barabarani pasipo aibu. Mtoto wa Kisokoma mwenye uhendisamu wa Kisokoma, sikuona aibu kipindi kile. Nikafua nguo katikati ya watu, kisa nipate kufanikiwa. Hata leo kuna watu ambao bado wanateswa, lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alipoingia ndani kwangu, alipoingia kwangu, alifanya makao, aliketi ndani yangu. Nilikuwa nikichanja watu tale, leo ninachanja injili ya Yesu Kristo. Nilikuwa nimekamata maisha ya watu, leo nimekamata Biblia. Nilikuwa nikifunga misokole, leo nimekuwa mtakatifu. Yesu Kristo mwana wa Mungu hai ametengeneza maisha yangu. Haleluya. Hukumu ya mwisho kumaliza, wa kusikia amesikia. Kuna kiganga kimoja hakijaingia hata kwenye miaka mingi kwenye gilingi, kina kiburi hicho. Njoo nikufundisha leo, tunaye Yesu mtetezi. Haleluya. Wakuu ya hukumu ya mwisho haina upendeleo, yaani hukumu ya mwisho haina upendeleo. Unayemtazama, uliangalia kusini, siku ya mwisho kwenye hukumu haina upendeleo. Yaani Mungu hataangalia ulikuwa nani, hataangalia ulikuwa mkuu wa nchi, hataangalia ulikuwa mkuu wa dini, hataangalia ulikuwa mrembo, hataangalia ulikuwa na namba 8, namba 0 kwenye shepu lako, hataangalia hips zako, hata vitu vyako, hataangalia urefu, hataangalia kabila, hataangalia dini. Wote waliotenda dhambi duniani, jehanamu ya moto. Hakuna kujitetea. Sifa ya pili, yaani ni hakuna kujitetea. Siku hiyo hakuna kujitetea. Kuna siku mganga wangu nilipomsaliti, nilipoamua kusaini kwa Yesu Kristo, wakaanza kuja usiku wa manane, wakaanza kunifuatilia, kwa sababu kule kuna sheria. Kama ukivunja sheria na kama muda ungetosha, ningeeleza na jinsi ambavyo tulikuwa tukitesa watu, jinsi wachawi ambavyo wanaruka ungoni. Lakini hao wachawi wote wanatumia ufugero au wanaita mkia wa fisi, ndio mnatumiaga hayo. Yaani maji ya maiti ndio mnatumia kuruka, kwa sababu sisi tumewauzia. Kwani ni uongo? Sasa simechukua mafuta ya maiti kipindi kile. Sifa namba 3, haiangalii tasiri au masikini, haitaangalia madaraka, cheo cha mtu. Hukumu ya Bwana haitaangalia dini yako, mapokeo yako, mafundisho yako, yote haitaangalia. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake na njia yake aliyotenda duniani, na haina, kinachonishangaza ni kwamba haina msamaha tena. Kama hukumpokea Yesu Kristo duniani, yaani wewe unayenisikia hii sauti, ole wako. Kama ukifa hujampokea Yesu Kristo, kama ukiona duniani umeondoka haujampokea Yesu Kristo, jehanamu ya moto na kuhusu. Kipindi kile nyumbani kwetu kulikuwa na bibi moja alikuwa ni tishio, kana kwamba ukikatiza barabara ile cha moto utakiona, cha moto utakiona. Watu walimwogopa, watu walitetemeka kwake, lakini leo amelala mauti. Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ndiye tu ambaye hataona kifo. Lakini wote tuliosalia, vinyamkela vyote na vitenda dhambi vyote
ni katika ziwa la moto. Ye Biblia inasema kwenye Ufunuo, tazama naja upesi kumlipa mtu sawasawa na kadri yake. Kama ulikuwa duniani ukidanga danga, Yesu Kristo anarudi, na ukishakufa tu hakuna kutoka na kujieleza. Nifanye nini sasa? Mhubiri, nifanye nini? Msukuma aliyeokoka, nifanye nini? Kuna mtu mmoja anajiuliza hivyo, nifanye nini sasa? Nifanye nini? Nifanye nini? Nini cha kufanya? Yohana 3:36. Cha kufanya ya kupasayo kufanya ni Yohana 3:36. Biblia inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiye mwamini hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Tiketi ya kuingia mbinguni ni kumpokea Yesu Kristo, na yeyote asiye mwamini Yesu Kristo, ile siku ya mwisho hata ingia kamwe. Wewe unayesikia sauti hii, unayefanya moyo kuwa ni mgumu, unatumia chuma ulete, unatumia dawa za kuleta wateja, leo ninateketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana nilikuwa mganga, watu nikiuzia, nilikuwa nikichukua mkaa nikisaga na kuponda. Mtu akija lazima alete bosi. Yupo mtu mjinga mmoja ambaye amekamatwa akili, ameshikiliwa akili, eti anafuata majibu kwa mganga wa kienyeji, kisa tu ni cheusi. Ninakwambia hivi leo, mimi ndiye niliyekuwa alifuata ni manyota, mganga wa waganga. Kipindi kile nilikuwa nikisaga majibu, nilikuwa nikiponda mikaa, nikiwapaka watu, nikiwapa dawa za mvuto kwenye biashara zao, dawa za mapenzi. Niliuza sana, nilikunguta majogoo sana, nilikula bata sana, niliponda raha sana kipindi kile. Lakini wote, hakuna hata mmoja ambaye alifanikiwa katikati yao zaidi ya kufilisika. Nilikuwa nikidanganya na kurubuni watu, miaka nenda rudi, wamama wa watu, nikiwaambia leta kafala ili majini Subiani, Makata, Maimuna wapate kufurahi. Mama wa watu anachagua ng'ombe mzuri aliyenona bila huruma na kumhurumia. Ninamfuga yule ng'ombe, anaongezeka, yeye anafilisika, hajui ya kwamba aliyochukua ni majivu na mikaa hiyo ambayo inamtesa. Pengine nilikuwa nikiwapa madawa ya kugombanisha, amekuja kutafuta dawa ili apate solusheni ya maisha yake, lakini kwa kuwa ninataka pesa, ninampa dawa ambayo inaitwa Imarayose na Kikona, ili akifika nyumbani shida iongezeke, arudi mara ya pili kwangu ili nimtibu nile ng'ombe wengi, nikakunguta ng'ombe wengi. Yesu alipoingia aliondoa ng'ombe wote wa kiganga, nikaanza kupata ng'ombe wa haki, nikimpokea Yesu aliye hai. Ng'ombe wale wote hata leo hivi sijui waliko wote, kwa sababu Yesu akiingia ndani ya mtu ni anatengeneza maisha. Haleluya. Wala 10 Matendo 4:10. Huku tukimaliza kabisa, Biblia inasema, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililosalauliwa na ninyi waasi, nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, wala hakuna wokovu kwa mwingine yote aliaye yote duniani isipokuwa kwa Yesu Kristo. Hakuna mtume mwingine, hakuna
hakuna Mungu mwingine zaidi ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu. Elewa maandiko, elewa maandiko. Biblia inasema kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ili uokoke ni kutumia jina la Yesu Kristo. Amen. Huo ndio msaada pekee, huo ndio msaada pekee. Kipindi nikiwa kule, walikuwa walokole wakija kama hivi wakitangaza injili mtaani, nilikuwa nimeona umechanganyikiwa, wote ni mafala wote. Kipindi nikiwa mganga, nilikuwa na kiburi sana, kana kwamba ninaweza kumtukana mlokole yeyote ambaye nilimwona kuhubiri injili. Nilikuwa na moyo mgumu kama wa kwako, niliwasalau, niliwatemea mate, niliwafolea sana, niliwaona wamechanganyikiwa, hawana elimu. Lakini ninakwambia walokole wana akili zaidi yako, wana ufahamu zaidi ya kwako. Nilikuwa kama wewe mganga, wewe unayesikia. Lakini Biblia inasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ole wenu waandishi wakuu wa dini mlioshikilia mioyo ya watu, ole wenu, ole wenu. Siku inakuja ambayo kutakuwa na kielele chote, kiwelewele, kiwiliwili, kuchanganyikiwa, michanganyiko, kila rangi utasiona, nyekundu, njano, nyeupe, nyeusi. Hiyo siku utasiona katika uso wa dunia. Simama kwa miguu yako miwili, simama kwa miguu yako miwili. Yes, oh haleluya. Nikutie moyo mtu wa Mungu unayesikia sauti hii, hautakuja kusikia sauti hii tena, maana hii ni siku ya 5. Tuna bado siku 3, bado unachotekelea. Yamkini kuna mtu anasema huyu kijana amechokoza vita, huyu kijana amechokoza vita. Usiku wa leo tutamkalia na kuomba usije mmoja. Njooni kikundi, mkiwa mnaingilia kwenye kona nitawaona. Njooni kikundi, mnasema huyu anajiamini. Testi mitambo wana amepata ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye yuko katikati yetu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Hiyo ni injili ambayo popote niliposimama, vita yangu ni kwa waganga. Yamkini Mungu aliniacha nipitie mateso hayo. Familia yangu ilikuwa ikionewa sana. Kuna mdogo wangu alikuwa akiteseka mno. Katika familia tulijaliwa kuwa watu wawili. Mmoja sasa hivi anayempata yupo darasa la 6. Walikuwa wakimtesa sana binti yule, walikuwa wakimsumbua sana. Lakini Yesu alipoanza kuingia ndani kwangu, hata familia yangu ilibadilika, hata mateso yalikoma. Mdogo wangu alikung'uta kitabu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu mmoja kwenye mshi, fundi mitambo acha kwanza kinanda kina kazi yake baadaye. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, piga hatua mbele. Unayesikia sauti, wewe uliyefika mahali hapa, Yesu ameniita duniani nimtambulishe. Mimi nimeitwa kumtambulisha Yesu Kristo. Watu wote tusogee madhabahuni. Nimeitwa kumtambulisha Yesu Kristo. Sikuitwa kutangaza habari za mafanikio wala mali, maana mali zipo tu kumpokea Yesu Kristo. Nimeitwa kubunja bunja,
kusambaratisha, kuvunja na kuharibu mamlaka ya giza, waganga walioshindikana. Yesu ndicho alichonitia duniani, majini mapata yote. Yesu ndicho ambacho ameniitia duniani. Piga hatua moja mbele tena, piga hatua moja tena. Wewe unayesikia sauti ukiwa mbali, 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 funika macho yako uliyefika mahali hapa, maana mwanaume Yesu leo yuko mahali hapa. Wataokoka kwa lazima, wataokoka kwa lazima. Wasipookoka na tuma moto kwao. Kuna mawili, mchawi kufa. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi asipompokea Yesu. Kwa siku zilizosalia na leo, ninatangaza mauti, ninatangaza kifo, ama kuokoka ama mauti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Natangaza kifo, natangaza kifo, vilio vingi ndani ya Moshi, wa Nyamisati, kwa Wandengereko, kwa Matumbi wote, kwa Wabena wote, wasalamu wote wa mahali hapa wote, wasalamu wote, Wapemba wote, Wanyagata wote wa mahali hapa, kama wasipookoka, natangaza kifo kwao. Wafunga misukule wote, Baba ninakushukuru. Funika macho yako, funika macho yako Baba, ninakushukuru kwa neema yako ya tofauti na ya pekee. Bwana uliyeniamini na kunipa kibali duniani kuvunja kazi za Shetani. Nimesema habari kama ilivyo, nimepeleka habari kama ilivyo Bwana, katika mji huu, watu walioshikilia maisha ya watu wengine, kila aliyeshikilia maisha ya mwingine, kila aliyeshikilia maisha ya mwingine, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Tuma ulete wote, makafiri wote, matapeli wote, walarushwa wote, wakuu wa dini wote, wanaokataza watu wasiokolewe, viongozi vipofu, walarushwa wote, inachoma moto, inaungusha, inatia hasara, vinyamkela vyote, vipepo vyote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha ya watu wa mahali hapa. Bwana alifilia msalabani, Yesu alifilia msalabani ili waokolewe, ili watumikiwe, lakini Shetani amekamata maisha yao. Na mimi Bwana wakuniita duniani kuvunja mamlaka ya giza, inavunja leo, wamepokoya wote, leo nachoma kwenye hizi wote, zinawaka moto viunoni mwao, waliofunga ilisi zote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, watu wako wamesikia Injili, maana lengo lako ni mtu mmoja asikie Injili, ili siku ya mwisho asiwe na kisingizio, aokoke asiokoke, lakini siku ya hukumu hata kuwa na kisingizio ya kwamba sikusikia Injili. Wamesikia Injili wote. Baba, inaomba mtetee mama yule, mtetee kijana yule, Bwana msaidie. Yamkini anaangalia kiongozi wake wa dini, anawaangalia wazazi wake, amekuwa ni tishio ya kwamba akiokoka na kukupokea watamtenga, jamii itamwonaje? Komboa nafsi yake, komboa roho yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hai. Ukiwa umenyosha mikono yako, nitaomba na watu wa aina tatu. Mara ya kwanza, watu wanaotamani kumpokea Yesu Kristo, watu wanaotamani kuokolewa. Mara ya pili, wenye shida mbalimbali, hata kama
imani ndugu yako yupo huko leo, mwanaume Yesu yuko mahali hapa, na namba ya mwisho ni wale wote ambao wanasumbuliwa na ndoto mbaya, yaani shetani kawakaria, kafunga uzazi wao, kama teso, kama yote mambo hayaendi kwenye biashara zao. Nitaombea watu wa namna hiyo. Naomba shusha mikono yako, shusha mikono yako. Wewe unayefunika macho, wewe unayesema na kupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye watu wengi waliopita, watu wengi waliotangulia, walikuwepo watu wengi, akina Mtabinyika, Mnyigomba au wengine wasema Chifu Mkwawa alikuwa akitawala kule Bawahehe. Hata leo naye amepita, amekuwa mavumbi. Kulikuwa watu wanaitwa Mengimen kule Moshi, Haya, mpaka leo wote kwa Wachaga, mpaka leo wote wamelala. Kulikuwa na watu mashuhuri kama vile Kinjekitile Ngwale, kipindi kile walitikisa dunia, mpaka leo wamelala. Kulikuwepo na mtu mmoja kule nyumbani kwetu Sukumani, ni jamaa mmoja aliyejulikana kwa jina la Mwana Marundi. Mwana Marundi alikuwa ni tishio, Mwana Marundi alikuwa ni tishio. Alikuwa akikuangalia Mwana Marundi unakauka. Mwana Marundi alipasua bahari, alipasua ziwa Victoria, na Mwana Marundi alitembea ndani juu ya bahari, juu ya bahari. Mwana Marundi yule alikanyaga mawe akaacha nyayo, lakini hata leo Mwana Marundi ni amelala, ni amelala. Alikuwa ni tishio sana Mwana Marundi. Ukisikia Mwana Marundi, hata kuku walikuwa wanakimbia kwa sababu ya jina Mwana Marundi. Kipindi kile Mwana Marundi aliwachakaza wakoli, aliwatesa wakoli, akisuia kwa uganga wa kienyeji, lakini leo Mwana Marundi ni amelala. Kulikuwepo na mtu mmoja mwingine kule Mwanza Usukumani, alikuwa anaitwa Ibamba Nguru. Ibamba Nguru alikuwa ni tishio. Ibamba Nguru alikuwa anazuia magari barabarani kwa tumbo lake, kana kwamba akienda barabarani akisimama tumbo linaongezeka. Wakoli kipindi kile hawakuweza kupita, lakini leo Ibamba Nguru alikuwa akiingia ndani ya nyumba. Ibamba Nguru anajaa, nyumba yote anaenea, kwa sababu tumbo lilikuwa na uwezo wa kuongezeka. Lakini hata leo Ibamba Nguru hayupo tena, hayupo tena, hayupo tena. Hata leo Ibamba Nguru hayupo, hata leo Ibamba Nguru hayupo. Naye amepita, naye ameenda. Ibamba Nguru amekufa. Kulikuwa na watu wanaitwa Magaru na Bagita, mpaka walioanzisha Magaru na Bagita, mpaka leo Sukumani wameshalala, mauti imewatafuna. Kulikuwepo na watu wengi ambao, kulikuwepo na mtu mmoja anaitwa Sheikh Saleh Majini au Hussein Mohamed Msopa, mwaka 2025. Huyu Sheikh alikuwa ni kipenzi cha wengi, naye alikata roho, mpaka leo amelala. Kulikuwepo na Saleh Kipeo aliyekuwa kiongozi wetu mpendwa wa sisi katibu, ambaye alikuwa akifanya kazi hapa ya Misati, hata sehemu za mafia. Hata leo amelala. Hata wewe ipo siku ambayo usiyoisania utaondoka. Kulikuwa na mtu mwingine, anaitwa Sheikh Ngaliba Musa. Huyu alikuwa ni mlinganishaji wa mafundisho ya dini mtandaoni. Alikuwa akilinganisha mafundisho. Huyu Ngaliba alisifika kijana mpole ambaye watu walimwita Sheikh Ngaliba Musa. Yeye alikuwa akilinganisha mafundisho mtandaoni, lakini leo alilala. Hata kama ulimpenda tayari Sheikh Machala. Kulikuwa na kijana mwingine aliitwa Sheikh Lazidi Njuki. Huyu ni kijana aliyekuwa na uwezo wa kushawishi watu kule mtandaoni na kufundisha, lakini leo ameshalala. Kulikuwepo na mitume wengi, kulikuwepo
wengi tuliowapenda, waasisi wa nchi ya Tanzania, hata leo wamelala katika kifo. Hakuna ambaye atanyanyuka, na baada ya kifo ni hukumu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Walikuwepo wengi wenye kiburi kama cha kwako, na wengine walimjua Mungu lakini wanasubiria hukumu. Lakini kuna wewe ambaye una kiburi cha bangi, ambaye una kiburi cha sigara, kiburi cha pombe, unakataa kumpokea Yesu, unakataa kumpokea Yesu. Siku ya kifo yacha, siku ya kifo yacha. Waebrania sura ya 10 tunaweka msingi. Waebrania sura ya 10 mstari wa 27, nayo Biblia inasema, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Baada ya kifo kinachopata ni hukumu, na Biblia inasema itakuwa ni hukumu ya moto sana kwa wale wote waliomkataa Yesu ingali wako duniani. Wote ambao walimkataa Yesu, waliomkataa Yesu, waliomtukana Yesu, viongozi wa dini vipofu, wote ni jehanamu baada ya kifo. Kwenye kifo hakuna huruma, hakuna kujitetea, kwa sababu chansi ipo duniani. Kumpokea Yesu ni duniani. Ukishakufa hakuna cha huruma. Yakobo 2, kitabu cha Yakobo ile sura ya 2 na mstari wa 14 wa 12, Biblia inaniambia, kwa maana hukumu haina huruma kwake yeye asiye na huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Hukumu haina huruma. Kama ulitembea duniani kwa maisha ya hanasa, kwa maisha yasiyompendeza Yesu Kristo, hakika hakuna huruma kwenye hukumu. Haitakuangalia madaraka, haitaangalia nafasi, haitaangalia cheo, haitaangalia kiongozi wa dini, haitaangalia tajiri, hata masikini. Wote hukumu ni moja, hukumu ni moja. Petro wa kwanza, kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 4 na mstari wa 5, Biblia yangu inaniambia, na wao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwa hukumu walio hai na waliokufa. Wote matendo yote yaliyotendeka duniani, chochote ambacho mwanadamu amekifanya akiwa duniani, atakitolea hesabu. Kama uliishi maisha ya kumpendeza Mungu, siku hiyo jiwa la moto ni kwa ajili yako. Jiandae kuwa kuni ya jehanamu kama uliishi maisha ya dhambi. Na hapa tunaenda kuangalia nani sasa, ni nani ambaye yamkini unajiuliza, ni nani ambaye atahukumiwa katika jiwe la moto. Leo ninakutajia baadhi ya watu ambao tayari watahukumiwa kwa ajili ya moto wa siku ya mwisho baada ya kifo tu, au Yesu atakaporudi. Leo naenda kukutajia watu hao, naenda kukutajia watu hao ili na wewe jiangalie, niko sehemu gani. Yamkini duniani unatembea, lakini haujui ya kwamba siku Mungu atakaporudi, au mwana wa Adamu atahukumu nini duniani. Kitu cha kwanza, ukiona una sifa hii, ukiona una tabia hii, hauna uwezo wa kuingia mbinguni kwa jina la Yesu, utaishia jehanamu. Ukiona una sifa hizi, sifa ya kwanza, matapeli wote ni jehanamu. Wote, sio moja.
Matapeli wote ni katika ziwa la moto. Ukiona wewe ni tapeli, ukiona wewe una sulumu, tayari umeshakwisha kuandikiwa hukumu ya milele ambayo ni ya moto. Kama usipogeuka, ole wako. Usipogeuka, ole wako. Usipogeuka, utaingia kwenye ziwa la moto, upende usipende. Namba mbili, washirikina wote wataingia kwenye ziwa la moto. Washirikina wote watasombwa kwenye ziwa la moto, wazinzi wote. Namba tatu, najifikiria kwamba imekuwaje huyu jamaa tena, nimetumika huko, nimeshirikiana sana, nikashirikiana na uganga na wachawi. Ndio maana Yesu mimi hakunipa ile injili ya kusema ufanikiwe. Yesu alinituma kutangaza vita na waganga, kutangaza vita na wote ambao wameshikilia maisha ya watu, wote ambao wanaruka ngwani. Ndiyo vita yangu, na hiyo ndiyo injili yangu popote pale. Namba 4, washerati wote hawataingia mbinguni hata mmoja. Washerati wote hawataingia mbinguni. Namba 5, wala rushwa wote. Baada ya kifo ni hukumu ya moto. Baada tu ya kifo au Yesu akirudi haujafariki, atakupeleka jehanamu. Wala rushwa wote, awe mkubwa awe mdogo, lakini wala rushwa wote wataenda kwenye ziwa la moto. Waongo wote, wasengenyaji wote, wanaosikia na wasiosikia, watonganishi wote. Kama ni mtonganishi, siku utakapokufa wewe ni kuni za jehanamu. Kuanzia leo usipookoka, Yesu anarudi, utakuwa mpaa wa jehanamu. Namba 6, washikilia dini wote, walioshikilia mapotofu, walioshikilia maandiko ya kihuni, walioshikilia imani zao za ovyo ovyo, wote wanaofundisha watu mambo ya dini ya ovyo, waliokataza watu kuolewa, viongozi wa dini vipofu wote, walioshika masinagogi yote, yatateketezwa siku ya mwisho. Baada ya kifo umeandikiwa kufa mara moja. Hakuna aliyekufa akarudi ulimwenguni, aliye babu wa babu na aliyekuwa bibi wa bibi yako mpaka leo hajarudi. Yamkini kuna mtoto wako alishakata moto, lakini hata leo hajarudi. Yamkini ulikuwa na mama ambaye ulimpenda sana, baba ambaye ulimkubali sana, lakini baada ya kifo mpaka leo hii hajarudi duniani. Namba 8, watembea uchi wote na wanaojiuza mwili yao. Watembea uchi wote na wanaojiuza barabarani, wanaovaa vinguo vya ndani, wote, hata salia hata moja, wanaojiuza, waliogeuza mili yao kuwa sehemu ya furaha, kuwa sehemu ya biashara, wote ni katika ziwa la moto. Namba 9, naomba maiki. Namba 9, makahaba wote. Kama una sifa mojawapo hapa, tayari wewe ni kuni ya jehanamu. Hata kama ni handsome kiasi gani, hata kama ni mrembo kiasi gani, hata kama ungekuwa na hipsi kama vile kama ulikuwa na namba 80, shepu namba 50,
shepu namba 1, hata shepu namba 0, hata kama ungekuwa na shepu ambalo kila sehemu ukipita ukitikisa maono mbingu zinaitika. Siku hiyo kama ni kahaba utaenda kwenye ziwa la moto. Oh, haleluya. Viongozi vipofu wote, namba 10, viongozi vipofu wote wanaokataza watu kuokolewa na kuwapotosha, wote wataingia kwenye jehanamu ya moto. Mafarisayo wote wafundishao maneno ya uongo katika masinagogi yao, wote ni katika ziwa la moto. Waganga wa kienyeji, watumia miti ya mshamba, wote watasombwa kwenye ziwa la moto. Nakumbuka miaka ile natumika kwenye uganga, miaka 8 nikitumika na wachawi, miaka 8 nikiagua, sio nikiaguliwa. Mimi nilikuwa nikiagua, mimi ndo nilikuwa manyota wa kipindi kile, mimi ndo nilikuwa liwata wa sehemu ile. Lakini Yesu alipoamua kutengeneza maisha yangu, ndiyo maana ninakwambia mchawi leo, ndiyo maana ninakwambia mganga leo, ya kwamba nilipita huko, ya kwamba niliagua watu, nilidanganya watu. Kama ni mali nilikula, nilitafuna, kama ni supu nilikunywa, supu za mashokao, lakini sikuona ya kwamba kuna faida. Ndipo mwanaume aliye mtetezi wa wote, alipata ni wote, kiongozi wa viongozi, mtetezi wa watetezi, Yesu Kristo alipoamua kuingia ndani yangu. Ndiyo maana leo inaongea kwa ujasiri wote. Ewe mganga wa kienyeji, popote ulipo, mfuga masheni au netesi, nilitumika huko, nilitembea huko miaka 8 nikidanganya watu. Hata leo Yesu ameniokoa. Namba 11, wabashiri wote, wacheza kamari wote, na mnanisikia, wacheza kamari wote na wasoma nyota wote, wacheza kamari wote, wafanitepesho wote, vilegesho wote ni katika ziwa la moto. Wafuga misimu wote, kipindi kile linafuga misimu, kulikuwa na msimu mmoja unaitwa Imalayosi. Imalayosi ni msimu ambao nilikuwa nikitumia kugombanisha watu. Imalayosi kwa Kiswahili kwamba tumalize yote, hata kama nikipeleka kwenye familia ambayo haijagombana, nikimwaga Kimalayose, nikiamua Kimalayose, wote wataamka asubuhi wakipigana, mtoto na mama, mama na mke, mke na bibi, wote. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni Imalayose, ni msimu ambao ulikuwepo. Nilikuwa nikiongea nao habari ya mambo mbalimbali. Wafuga misukule wote, jehanamu ya moto inawahusu. Wafuga misukule wote, jehanamu ya moto baada tu ya kifo. Ni jehanamu ya moto, ni jehanamu ya moto, ni jehanamu ya moto. Nakumbuka ile miaka nikiwa shule ya msingi, kuna sehemu itokaga njaa kule Usukumani, ambao kama wewe ni Msukuma na unajua ile miaka ulikuwepo, ulikuwa hujazaliwa au umezaliwa, lakini usikia ya kwamba kulitokea njaa kali sana. Waganga na wachawi wote kipindi kile waliachilia misukule mtaani. Mara ya kwanza kumuona msukule 2016, mara ya kwanza ninamuona msukule anakuja nyumbani kuomba makande. Kipindi kile nimempokea Yesu Kristo. Amegeuswa mtu wa watu, wamekata ulimi wake, wamegeusha mikono yake, hali kwa kutumia viganja amegeuswa hivi. Nilimuona kwa macho yangu. Yoyote ambaye anafuga misukule, ninafalakanisha kati ya misukule leye, misukule itamkamata na kumalisha. Watu wa kafara wote hawa ni jehanamu ya moto. Yani ni hukumu, yani haina haja ya kujiuliza.
kwamba ni nani atakayeingia kwenye ghadhabu ya Bwana. Wanaofuga, wanaotoa kafara wote. Mimi kipindi kile ndo nilikuwa mtoa kafara wa kwanza. Nimetoa kafara za mbuzi, nikatoa kafara za wanyama, nilibakiza tu kumtoa mama. Ndipo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alipoingia kutengeneza ndani yangu, akanifanya kuwa mwanaume. Hata leo nilipo hapa ninasema kwa ujasiri, kwa sababu kama ni kafara, nilitoa kafara mpaka nikawa kafara mwenyewe. Kafara unatamani na wewe ukitoe kafara ili mambo yanyoke. Kwa hiyo hata hapa wandengereko wote, wa matumbi wote, hata kama kuna msalama anayefuga misukule, aliyegeuza watu kuwa misukule, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na washa moto hapo alipo katika jina la Yesu Kristo. Walevi wote, sijui namba ngapi, sikia tu, walevi wote, walevi wote, yani walevi wote kwao ni jehanamu. Yani baada ya kifo hakuna mjadala. Baada ya kifo walevi wote, baada ya kifo walevi wote, dunia nzima wote, hata na wewe ambaye unasikia sauti hii, ni katika ziwa la moto. Wavuta sigara wote, wavuta sigara wote, bangi, marijuana, kokaini, sote, madawa ya kulevya wote, baada ya kifo ni jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto. Wachukua waume za watu au wake za watu, wanaotembea na waume wa watu wote katika ziwa la moto. Hata salia hata moja. Wewe unayedanga sana, lakini siku inakuja, siku inakuja, mwanaume Yesu atakaporudi, mwanaume Yesu atakaporudi, wote waliochukua wake za watu na kuishi nao, waliochukua waume za watu, wote ni jehanamu. Namba nyingine, jambo lingine, makafiri wote na mashoga wote, wao ni jehanamu ya moto. Yani hiyo haina mjadala, hamna discussion yoyote. Yani kama ukifa, kama leo ukifa, leo ni shoga au ni kafiri, wewe jua ni jehanamu ya moto. Yani hamna mjadala. Wenye kiburi wote, wasiotaka kusikia neno la Mungu, wote ni katika ziwa la moto. Wenye matusi wote, watonganishi wote, watumia madawa ya kulevya wote, wambea wote, wenye wake zaidi ya moja, wenye wake zaidi ya moja. Ukiona una wanawake 30, unaoa unamwacha huyu, unatembea na huyu, jua kabisa hata kama ni mkubwa, wewe umeandikiwa katika jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo, Yesu aliye hai. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya 3 na mstari wa 7. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu wote. Mbingu zimewekwa tayari, mbingu zimewekwa tayari kwa ajili ya akiba ya moto. Zimewekwa akiba ya moto kwa wale wote ambao walikuwa duniani wanajiona wao wana akili sana, hawataki kumpokea Yesu Kristo. Wote ambao walipenda anasa, wote ambao walikuwa na mambo mabaya, mambo ya duniani, wote mbingu zimewekwa akiba kwa moto. Na wote wasiomwamini Yesu Kristo, yani kama unaona haumtaji Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni kuni za jehanamu. Haijalishi ni Henry Sabuboye,
haijalishi ni star wa mtaa. Walikuwepo mastaa wengi, akina Stephen Kanumba, hata leo wameondoka. Walikuwepo wengi wenye elimu zaidi ya kwako, walikuwa profesa, ni wasomi wengi, wamelala mpaka leo. Hata wewe nakutangazia leo, ipo siku ambayo utaondoka duniani, na baada ya kuondoka hukumu ya moto inakosha kama haukumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yuda 1:4, tukienda kumalizia Yuda 1:4, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makabili 1, wabadilio neema ya Mungu, wasiomkubali Yesu Kristo, mafisadi, wanaomkana yeye aliye pekee Mola na Bwana Yesu Kristo, wote wanaomkataa Yesu Kristo, wote wameandikiwa hukumu ya moto. Wote wasiomkubali Yesu Kristo, wote wamekwisha hukumiwa. Kwa hiyo tafakari leo, kama una tabia hizo na zingine zote ambazo ni machokesho, umegeuza maumbile yako, ole wako wewe, ole wako wewe. Moto unakosha, hapatakuwa na shina siku hiyo, hapatakuwa na tawi la kuegemea. Watu watakimbilia kwenye majumba makubwa, majumba yanazama ardhini, watu watapanda juu ya miti, lakini miti itawakataa. Kutakuwa na kiwelewele, kihelehele, kisambasamba, kisukuma, kihelehele wote, kichagachaga wote, wasiomkubali Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ufunuo wa Yohana 14:7, Biblia yangu inaniambia hivi. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 14 mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ukiona kwenye ibada zako zote haumtaji Yesu Kristo, unamwamini mtume wako, haumtaji Yesu Kristo. Ukiona unasali, lakini kwenye kusali kote, kwenye sala zote tatu haumtaji Yesu Kristo, wewe ni kuni ya jehanamu. Haijalishi unaonekanaje, ni mkuu wa dini, hata hukumu yenyewe haitapendelea wala kuangalia mtu, mama pembeni, baba pembeni, hata mtoto hatahukumiwa sawasawa na mama yake. Kila mmoja siku ya hukumu atasimama kwenye hukumu na kitabu kitafunguliwa. Haleluya! Tunamalizia, kila mtu atatoa hesabu yake. Asante Yesu. Asante Yesu. Biblia yangu inaniambia kwenye Wagalatia sura ya 6:7-8, msitanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa maana chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unasikia sauti hii? Chochote upandacho duniani, ukipanda kwa ukahaba, utavuna ukahaba ukiwa jehanamu. Shetani amefunga watu wengi, amekamata wamama wengi. Kuna kipindi mwaka, nakumbuka miaka ya nyuma ile, kama miaka 10 imepita, kuna mama mmoja ambaye alikuja ni mwaguzi. Yule mama alikuwa ana uzao, alikuja ni mwaguzi. Nikamwambia, alikuwa ni mama ambaye amejaa, mama ambaye ni bonge. Kipindi kile nikiwa katika Serengeti, kilinge changu, waganga mnaelewa maana ya kilinge. Kilinge changu kilikuwa pembeni mwa Serengeti, katika wanyama wakali kilikuwepo pale nikiagua. Mama mmoja akaja,
anataka watoto. Nikamwambia mama, ni alikuwa mnene, vua nguo zote, nianze kukatakata, kuchanja chale. Mama wa watu pasipo aibu aliamua kuvua nguo zote, nikaanza kuchana mwili wake. Baada ya pale nikamchukua mpaka kwenye kichogoro, nikamwambia mama, panda juu ya mlima huu nami nitakuogesha mahali hapa. Mama wa watu bila aibu yuko uchi, alikubali kuogeshwa. Hata leo watu wameteswa, wapo watu ambao wanarubunika. Nakumbuka mwaka 2014 nilienda kwa mganga mmoja wa kienyeji. Nilipofika pale akaniambia saa 8 ya mchana, mwanangu, vua nguo zote, oga barabarani pasipo aibu. Mtoto wa Kisokoma mwenye uhendisamu wa Kisokoma, sikuona aibu kipindi kile. Nikavua nguo katikati ya watu kisa nipate kufanikiwa. Hata leo kuna watu ambao bado wanateswa, lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alipoingia ndani kwangu, alipoingia alifanya mabao, aliketi ndani yangu. Nilikuwa nikichanja watu tale, leo ninachanja injili ya Yesu Kristo. Nilikuwa nimekamata maisha ya watu, leo nimekamata Biblia. Nilikuwa nikifunga misokole, leo nimekuwa mtakatifu. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu hai ametengeneza maisha yangu. Haleluya. Hukumu ya mwisho kumaliza, wa kusikia amesikia. Kuna kiganga kimoja hakijaingia hata kwenye miaka mingi kwenye kilingi, kina kiburi hicho. Njoo nikufundisha leo, tunaye Yesu mtetezi. Haleluya. Wakuu ya hukumu ya mwisho haina upendeleo, yaani hukumu ya mwisho haina upendeleo. Unayemtazama, uliangalia kusini siku ya mwisho kwenye hukumu haina upendeleo. Yaani Mungu hataangalia ulikuwa nani, hataangalia ulikuwa mkuu wa nchi, hataangalia ulikuwa mkuu wa dini, hataangalia ulikuwa mrembo, hataangalia ulikuwa na namba 8, namba 0 kwenye shepu lako, hataangalia hips zako, hata vitu vyako, hataangalia urefu, hataangalia kabila, hataangalia dini. Wote waliotenda dhambi duniani jehanamu ya moto. Hakuna kujitetea. Sifa ya pili, yaani ni hakuna kujitetea. Siku hiyo hakuna kujitetea. Kuna siku mganga wangu nilipomsaliti, nilipoamua kusaini kwa Yesu Kristo, wakaanza kuja usiku wa manane, wakaanza kunifuatilia, kwa sababu kule kuna sheria. Kama ukivunja sheria na kama muda ungetosha, ningeeleza na jinsi ambavyo tulikuwa tukitesa watu, jinsi wachawi ambavyo wanaruka ungoni. Lakini hao wachawi wote wanatumia ufugero au wanaita mkia wa fisi, ndio mnatumiaga hayo. Yaani maji ya maiti ndio mnatumia kuruka, kwa sababu sisi tumewauzia. Kwani ni uongo? Sasa simechukua mafuta ya maiti kipindi kile. Sifa namba 3, haiangalii tasiri au masikini, haitaangalia madaraka, cheo cha mtu. Hukumu ya Bwana haitaangalia dini yako, mapokeo yako, mafundisho yako, yote haitaangalia. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake na njia yake aliyotenda duniani, na haina, kinachonishangaza ni kwamba haina msamaha tena. Kama hukumpokea Yesu Kristo duniani, yaani wewe unayenisikia hii sauti, ole wako. Kama ukifa hujampokea Yesu Kristo, kama ukiona duniani umeondoka haujampokea Yesu Kristo, jehanamu ya moto na kuruhusu. Kipindi kile nyumbani kwetu kulikuwa na bibi moja alikuwa ni tishio.
kana kwamba ukikatiza barabara ile cha moto utakiona, cha moto utakiona. Watu walimwogopa, watu walitetemeka kwake, lakini leo amelala mauti. Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ndiye tu ambaye hataona kifo. Lakini wote tuliosalia, vinyamkela vyote na vitenda dhambi vyote ni katika ziwa la moto. Ye Biblia inasema kwenye Ufunuo, tazama naja upesi kumlipa mtu sawasawa na kadhi yake. Kama ulikuwa duniani ukidanga danga, Yesu Kristo anarudi, na ukishakufa tu hakuna kutubu na kujieleza. Nifanye nini sasa? Mhubiri, nifanye nini? Msukuma aliyeokoka, nifanye nini? Kuna mtu mmoja anajiuliza hivyo, nifanye nini sasa? Nifanye nini? Nifanye nini? Nini cha kufanya? Yohana 3:36. Cha kufanya, ya kupasayo kufanya ni Yohana 3:36. Biblia inasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiye mwamini hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia. Tiketi ya kuingia mbinguni ni kumpokea Yesu Kristo, na yeyote asiye mwamini Yesu Kristo, ile siku ya mwisho hata ingia kamwe. Wewe unayesikia sauti hii, unayefanya moyo kuwa ni mgumu, unayefanya moyo kuwa ni mgumu, unatumia chuma ulete, unatumia dawa za kuleta wateja, leo ninateketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana nilikuwa mganga, watu nikiuzia, nilikuwa nikichukua mkaa nikisaka na kuponda. Mtu akija lazima alete bosi. Yupo mtu mjinga mmoja ambaye amekamatwa hatari, ameshikiliwa hatari, eti nafuata majibu kwa mganga wa kienyeji, kisa tu ni cheusi. Ninakwambia hivi leo, mimi ndiye niliyekuwa alifuata ni manyota, mganga wa waganga. Kipindi kile nilikuwa nikisaga majibu, nilikuwa nikiponda mikaa, nikiwapaka watu, nikiwapa dawa za mvuto kwenye biashara zao, dawa za mapenzi. Niliuza sana, nilikung'uta majogoo sana, nilikula bata sana, niliponda raha sana kipindi kile. Lakini wote, hakuna hata mmoja ambaye alifanikiwa katikati yao zaidi ya kufilisika. Nilikuwa nikidanganya na kurubuni watu, miaka nenda rudi wa mama wa watu, nikiwaambia leta kafara ili majini Subiani, Makata, Maimuna wapate kufurahi. Mama wa watu anachagua ng'ombe mzuri aliyenona bila huruma na kumhurumia. Ninamfuga yule ng'ombe, anaongezeka, yeye anafilisika, hajui ya kwamba aliyochukua ni majivu na mikaa hiyo ambayo inamtesa. Pengine nilikuwa nikiwapa madawa ya kugombanisha, amekuja kutafuta dawa ili apate solusheni ya maisha yake, lakini kwa kuwa ninataka pesa, ninampa dawa ambayo inaitwa Imarayose na Kikona, ili akifika nyumbani shida iongezeke, arudi mara ya pili kwangu ili nimtibu nile ng'ombe wengi, nitakung'uta ng'ombe wengi. Yesu alipoingia aliondoa ng'ombe wote wa kiganga, nikaanza kupata ng'ombe wa haki nikimpokea Yesu aliye hai. Ng'ombe wale wote hata leo hivi sijui waliko wote, kwa sababu Yesu akiingia ndani ya mtu ni anatengeneza maisha. Haleluya. Wala 10 Matendo 4:10. Huko tukimaliza kabisa, Biblia inasema jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu
akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililosalauliwa na ninyi waasi, nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, wala hakuna wokovu kwa mwingine yote aliaye yote duniani isipokuwa kwa Yesu Kristo. Hakuna mtume mwingine, hakuna Mungu mwingine zaidi ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu. Elewa maandiko, elewa maandiko. Biblia inasema kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ili uokoke ni kutumia jina la Yesu Kristo. Amen. Huo ndio msaada pekee, huo ndio msaada pekee. Kipindi nikiwa kule, walikuwa walokole wakija kama hivi wakitangaza injili mtaani, nilikuwa nimeona umechanganyikiwa, wote ni mafala wote. Kipindi nikiwa mganga, nilikuwa na kiburi sana, kana kwamba ninaweza kumtukana mlokole yeyote ambaye nilimwona kuhubiri injili. Nilikuwa na moyo mgumu kama wa kwako, niliwasalau, niliwatemea mate, niliwafolea sana, niliwaona wamechanganyikiwa, hawana elimu. Lakini ninakwambia walokole wana akili zaidi yako, wana ufahamu zaidi ya kwako. Ilikuwa kama wewe mganga, wewe unayesikia. Lakini Biblia inasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ole wenu waandishi wakuu wa dini mlioshikilia mioyo ya watu, ole wenu, ole wenu. Siku inakuja ambayo kutakuwa na kielele chote, kiwelewele, kiwiliwili, kuchanganyikiwa, michanganyiko, kila rangi utasiona, nyekundu, njano, nyeupe, nyeusi. Hiyo siku utasiona katika uso wa dunia. Simama kwa miguu yako miwili, simama kwa miguu yako miwili. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Nikutie moyo mtu wa Mungu unayesikia sauti hii, hautakuja kusikia sauti hii tena, maana hii ni siku ya 5. Tuna bado siku 3, bado unachotekelea. Yamkini kuna mtu anasema wewe vijana amechokoza vita, wewe vijana amechokoza vita. Usiku wa leo tutamkalia na kuomba usije mmoja. Njooni kikundi, mkiwa mnaingilia kwenye kona, nitawaona. Njooni kikundi, mnasema huyu anajiamini. Testi mitambo wana amepata ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye yuko katikati yetu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Hiyo ni injili ambayo popote niliposimama, vita yangu ni kwa waganga. Yamkini Mungu aliniacha nipitie mateso hayo. Familia yangu ilikuwa ikionewa sana. Kuna mdogo wangu alikuwa akiteseka mno. Katika familia tulijaliwa kuwa watu wawili. Mmoja Isaiah anayempata yupo darasa la 6. Walikuwa wakimtesa sana binti yule, walikuwa wakimsumbua sana. Lakini Yesu alipoanza kuingia ndani kwangu, hata familia yangu ilibadilika, hata mateso yalikoma. Mdogo wangu alikung'uta kitabu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu mmoja kwenye mji, fundi mitambo acha kwanza kinanda kina kazi yake baadaye. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, piga hatua mbele. Unayesikia sauti hii,
wewe uliyefika mahali hapa, wewe uliyefika mahali hapa, Yesu ameniita duniani nimtambulishe. Mimi nimeitwa kumtambulisha Yesu Kristo. Watu wote msogee madhabahuni. Nimeitwa kumtambulisha Yesu Kristo. Sikuitwa kutangaza habari za mafanikio wala mali, maana mali zipo tu kumpokea Yesu Kristo. Nimeitwa kubunja bunja, nimeitwa kubunja bunja, kusambaratisha, kubunja na kuharibu mamlaka ya giza, waganga walioshindikana. Yesu ndicho alichonitia duniani, majini makata yote. Yesu ndicho ambacho ameniitia duniani. Piga hatua moja mbele tena, piga hatua moja tena. Wewe unayesikia sauti ukiwa mbali, 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 funika macho yako uliyefika mahali hapa, maana mwanaume Yesu leo yuko mahali hapa. Wataokoka kwa lazima, wataokoka kwa lazima. Wasipookoka natuma moto kwao. Kuna mawili, mchawi kufa. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi asipompokea Yesu. Kwa siku zilizosalia na leo ninatangaza mauti, ninatangaza kifo, ama kuokoka ama mauti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Natangaza kifo, natangaza kifo, vilio vingi ndani ya mji wa Nyamisati, kwa Wandengereko, kwa Matumbi wote, kwa Wabena wote, Wasalamu wote wa mahali hapa wote, Wasalamu wote, Wapemba wote, Wanyagata wote wa mahali hapa, kama wasipookoka natangaza kifo kwao. Wafunga misukule wote, Baba ninakushukuru. Funika macho yako, funika macho yako Baba, ninakushukuru kwa neema yako ya tofauti na ya pekee. Bwana uliyeniamini na kunipa kibali duniani kuvunja kazi za Shetani. Nimesema habari kama ilivyo, nimepeleka habari kama ilivyo Bwana, katika mji huu watu walioshikilia maisha ya watu wengine, kila aliyeshikilia maisha ya mwingine, kila aliyeshikilia maisha ya mwingine, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Tuma ulete wote, makafiri wote, matapeli wote, walarushwa wote, wakuu wa dini wote, wanaokataza watu wasiokolewe, viongozi vipofu, walarushwa wote, inachoma moto, inaungusha, inatia hasara, vinyamkela vyote, vipepo vyote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha ya watu wa mahali hapa. Bwana alifilia msalabani, Yesu alifilia msalabani ili waokolewe, ili wakutumikiwe, lakini Shetani amekamata maisha yao. Na mimi Bwana wakuniita duniani kuvunja mamlaka ya giza, inavunja leo, wasukule wote, leo inachoma kwenye hizi wote, inawaka moto viunoni mwao, waliofunga hilisi zote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, watu wako wamesikia Injili, maana lengo lako ni mtu mmoja asikie Injili, ili siku ya mwisho asiwe na kisingizio, aokoke asiokoke, lakini siku ya hukumu hata kuwa na kisingizio ya kwamba sikusikia Injili. Wamesikia Injili wote. Baba, ninaomba mtetee mama yule, mtetee kijana yule, Bwana msaidie. Yamkini anaangalia kiongozi wake wa dini, anawaangalia wazazi wake, amekuwa ni tishio ya kwamba akiokoka na kukupokea watamtenga, jamii itamwonaje? Komboa nafsi yake, komboa roho yake.
Yesu kutali hai, ukiwa umenyosha mikono yako, nitaomba na watu wa aina tatu. Mara ya kwanza, watu wanaotamani kumpokea Yesu Kristo, watu wanaotamani kuokolewa. Mara ya pili, wenye shida mbalimbali, hata kama ni ndugu yako yupo huko leo, mwanaume Yesu yuko mahali hapa. Na namba ya mwisho ni wale wote ambao wanasumbuliwa na ndoto mbaya, yaani shetani kawakaria, kafunga uzazi wao, kama teso, kama yote mambo hayaendi kwenye biashara zao. Nitaombea watu wa namna hiyo. Naomba shusha mikono yako, shusha mikono yako. Wewe unayefunika macho, wewe unayesema na kupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye